Maneno ya Abdul Baha dondoo kutoka Mateuzi ya maandiko ya Abdul Baha. Utumishi kwa marafiki ni huduma kwa ufalme wa Mungu, na kuwajali masikini ni moja ya mafundisho makuu ya Mungu. 55. Kwa sababu hiyo, enyi wapendwa wa Mungu, toeni shukurani kwamba katika siku ya pambazuko, mgeuzieni nyuso zenu kwenye nuru ya ulimwengu na kuona fahari zake. Mmepokea fungu la nuru ya ukweli, mmefurahia sehemu ya zile baraka ambazo hudumu milele. Na kwa hivyo, kama kurudisha shukurani kwa baraka hii, msipumzike hata kwa kitambo kidogo, msikae kimya. Pelekeni kwenye masikio ya watu habari njema za ufalme. Enezeni kwa marefu na mapana neno la Mungu. 57. Kwa hiyo umoja wa binadamu wote unaweza kupatikana katika siku hii. Kwa hakika haya siyo mengine bali mojawapo ya maajabu ya wakati huu wa ajabu, karne hii tukufu. Jambo hili nyakati zilizopita zimenyimwa, kwa sababu karne hii, karne ya mwangaza, imejaliwa utukufu wa kipekee na usio kifani, nguvu na mwangaza. Ndiyo chanzo cha ukunjuaji wa kimiujiza wa maajabu mapya kila siku. Hatimaye itaonekana jinsi mishumaa yake itakavyowaka katika mikusanyiko ya watu. Tazama jinsi mwangaza wake unavyopambazuka sasa juu ya upeo wenye giza wa ulimwengu. Mshumaa wa kwanza ni umoja katika milki ya kisiasa. Dalili zake za mapema sasa zaweza kuonekana. Mshumaa wa pili ni umoja wa fikira katika shughuli za ulimwengu. Utimizo wake utashuhudiwa hivi punde. Mshumaa wa tatu ni umoja katika uhuru ambao bila shaka utapatikana. Mshumaa wa nne ni umoja katika dini ambao ndio jiwe la pembeni la msingi wenyewe na ambao, kwa nguvu za Mungu, utafunuliwa katika utukufu wake wote. Mshumaa wa tano ni umoja wa mataifa, umoja ambao katika karne hii utasitawishwa kwa uthabiti, ukisababisha watu wote wa ulimwengu kujihisi wenyewe kama raia wa nchi moja. Mshumaa wa sita ni umoja wa mbari zote, kuwafanya wote wanaoishi ulimwenguni watu na koo za mbari moja. Mshumaa wa saba ni umoja wa lugha, lugha ya ulimwengu ambayo watu wanaweza kujifunza na kuitumia. Kila moja ya mishumaa hii haina budi kupatikana, kwa sababu uwezo wa ufalme wa Mungu utasaidia na kuwezesha utekelezaji wao. Tendeni kulingana na mashauri ya Bwana, yaani inukeni kwa namna ambayo na kwa sifa ambazo zitaupa mwili wa dunia hii roho yenye uhai, na kumleta mtoto huyu mchanga, jamii ya wanadamu, kufikia daraja la utu uzima. Kadiri ya uwezo wenu washeni mshumaa wa upendo katika kila mkutano, na kwa wema furahisheni na changamsheni kila moyo. Mjalini mgeni kama mnavyomjali mmoja wenu. Waonesheni wageni wema ule ule wa upendo muutoao kwa marafiki zenu waaminifu. Ikiwa yeyote ataanza kupigana nawe, tafuta kuwa rafiki yake. Ikiwa yeyote atakuchoma kisu moyoni, uwe dawa iponyeshayo kwenye madonda yake. Ikiwa yeyote atakusuta na kukudhihaki, kutana naye kwa upendo. Ikiwa yeyote atalundika lawama zake juu yako, wewe msifu. Ikiwa yeye atakupa sumu ya mauti, mpe badala yake asali safi kabisa, na ikiwa atatishia maisha yako, mjalie dawa ambayo itamponyesha milele.
Ikiwa yeye ndiye uchungu wa maumivu, wewe uwe dawa yake, na akiwa miiba, wewe uwe mawaridi yake na mimea mitamu. Huenda njia kama hizi na maneno kama haya kutoka kwenu, hatimaye vitaifanya dunia hii yenye giza igeuke kuwa angavu, vitaifanya dunia hii ya mavumbi kugeuka kuwa ya mbinguni, mahali pa gereza la kishetani kuwa jumba la kifalme la Bwana, ili kwamba vita na ugomvi vitapita na visiwepo tena, na upendo na imani vitasimika mahema yao kwenye vilele vya ulimwengu. Hiki ndicho kiini cha maonyo ya Mungu. Haya kwa jumla ndiyo mafundisho kwa maongozi ya Baba. Ewe ambaye umegeuza uso wako kuelekea kwa Mungu, fumba macho yako kwa vitu vyote vingine na uyafumbue kwenye milki ya mtukufu kabisa. Omba chochote ukitakacho kwake pekee. Tafuta chochote ukitafutacho kutoka kwake pekee. Kwa mtazamo mmoja yeye huponya magonjwa 100,000 yasiyotibika. Kwa tazamo la mara moja yeye huweka kitulizo kwa kila donda. Kwa kutikisha kichwa yeye huipa uhuru mioyo kutoka kwenye pingu za huzuni. Yeye hufanya kama afanyavyo. Je, tunaweza kufanya nini sisi? Yeye hutimiza nia yake, huamuru akitakacho. Kwa hiyo ni bora zaidi kwako kuinamisha kichwa chako katika utiifu na kuweka tumaini lako katika Bwana mwenye rehema kabisa. 59. Jeshi la Mungu, fanyeni jitihada kubwa sana, huenda mtaweza kufunika dunia hii kwa mwangaza, kwamba kibanda hiki cha udongo, ulimwengu, kiweze kuwa paradiso ya Ava. Maana ya malaika ni mathibitisho ya Mungu na nguvu zake za mbinguni. Kadhalika malaika ni viumbe waliobarikiwa ambao wamekata mawasiliano yote na ulimwengu huu wa kuzimu. Wameachiliwa kutoka minyororo ya nafsi na tamaa za mwili, na wamefungia imara mioyo yao kwenye milki takatifu za Bwana. Hawa ni wa ufalme wa mbinguni, hawa ni wa Mungu wa kiroho, hawa ni wafunuaji wa neema tele ya Mungu. Hawa ni nukta za mapambazuko ya baraka zake za kiroho. 61. Mahitaji ya msingi kwa wale washaurianao pamoja ni usafi wa nia, wangavu wa roho, kujitenga kutokana na vingine vyote ila Mungu, mvuto kwenye manukato yake matakatifu, unyenyekevu na kujishusha kati ya wapendwa wake. Subira na uvumilivu mwingi katika shida na utumishi kwenye kizingiti chake kitukufu. Ikiwa watasaidiwa kwa neema kupata sifa hizi, watapewa utoapo habari njema, zungumza wazi na sema, yule mwahidiwa wa watu wote wa ulimwengu hivi sasa amedhihirishwa. Kwa kila mmoja na kwa watu wote na kila dini humsubiri yule mwahidiwa, na Baha'u'llah ndiye yule ambaye hungojewa na wote, na kwa hiyo hoja ya Baha'u'llah italeta umoja wa binadamu, na hema la umoja litainuliwa juu kwenye vilele vya ulimwengu, na bendera za muungano wa jamii nzima ya binadamu zitakunjuliwa kwenye vilele vya dunia. 64. Ingawa
kutupatia elimu ya sayansi na sanaa ni utukufu mkuu kabisa wa binadamu. Hii ni hivyo tu kwa sharti kwamba mto wa mtu utiririke kuelekea bahari kuu na kuteka kutoka chanzo cha kale cha Mungu na upuzio wake. Jambo hili likitokea, basi kila mwalimu ni kama bahari isiyo mipaka, kila mwanafunzi kama chemchemi ya ajabu ya ujuzi. Kisha, ikiwa utafutaji wa elimu utawelekeza kwenye uzuri wa yeye ambaye ndiyo kusudi la elimu yote, lengo hilo ni bora kabisa, lakini kama sivyo, tone moja tu huenda likamfungia mbali mtu kutoka neema ifurikayo. Kwani pamoja na elimu huja ufidhuli na majivuno, na huleta makosa na kutomjali Mungu. Imekubidi kujipatia matawi mbalimbali ya elimu na kugeuza uso wako kuelekea uzuri wa ule uzuri dhahiri, ili uweze kuwa ishara ya uongozi unaookoa miongoni mwa watu wa ulimwengu, na kitovu cha fahamu katika eneo hili ambalo kutoka kwake wenye hekima na hekima yao vimefungiwa nje, isipokuwa kwa wale ambao wameweka mguu katika ufalme wa miangaza na kujulishwa siri iliyofunikwa na kufichwa, siri iliyolindwa vyema kabisa. 66. Kuna njia mbili za kuponya ugonjwa, njia ya kimwili na ya kiroho. Njia ya kwanza ni kwa matibabu ya matabibu, ya pili ni kupitia sala zitolewazo na watu wa kiroho wa Mungu na katika kumgeukia. Njia zote mbili ni lazima zitumiwe na kujaribiwa. Maradhi ambayo hutokea kwa sababu ya vyanzo vya kimwili lazima yatibiwe na madaktari kwa dawa za utabibu. Yale ambayo hutokana na vyanzo vya kiroho hupotea kupitia njia za kiroho. Hivyo ugonjwa uliosababishwa na mateso, woga, maono ya mishipa ya fahamu, utaponyeshwa vizuri zaidi kwa matibabu ya kiroho kuliko yale ya kimwili. Kwa sababu hiyo, aina zote mbili za tiba ni sharti zifuatwe, hazihitilafiani. Imembidi kila mtu kutafuta matibabu ya dawa na kufuata maagizo ya daktari, kwani hii ni kufuatana na amri takatifu, lakini kwa uhalisi, yeye ambaye huponya ni Mungu. 68. Wafunzeni watoto wenu kutoka siku zao za mapema kabisa kuwa wenye huruma mno na upendo kwa wanyama. Kama mnyama akiumwa, acha watoto wajaribu kumponya. Kama akiwa mwenye njaa, acha wamlishe. Kama akiwa mwenye kiu, acha watulize kiu chake. Kama amechoka, acha waone kwamba anapumzika. Idadi kubwa ya wanadamu ni wenye dhambi, lakini wanyama hawana hatia. Kwa kweli wale wasio na dhambi lazima wapokee wema mwingi kabisa na upendo wote isipokuwa wanyama wenye madhara, kama vile mbwa mwitu wenye kiu ya damu, kama vile nyoka wenye sumu, na viumbe wengine wenye madhara kama hao. Sababu ni kwamba wema kwa hawa ni udhalimu kwa binadamu na kwa wanyama wengine pia. Mtu ni lazima aone katika kila mwanadamu kile tu ambacho kinastahili sifa. Jambo hili likifanywa, mtu anaweza kuwa rafiki kwa mbari nzima ya wanadamu. Hata hivyo, ikiwa tunawaangalia watu kutokana na makosa yao, hapo kuwa rafiki kwao ni kazi kubwa. 70. Juu ya swali lako, je, kila roho bila kutengwa hupata maisha ya milele? Ujue kwamba uzima wa milele ni mali ya zile roho ambazo ndani mwao imepuliziwa pumzi ya uzima kutoka kwa Mungu. Wote isipokuwa hawa hawana uzima, wao ni wafu,
kama Kristo alivyoeleza katika aya za Injili. Yule ambaye macho yake Bwana ameyafungua ataziona roho za watu katika daraja watakazozishika baada ya kuachiliwa kwao kutoka mwilini. Atawakuta walio hai wakisitawi katika vitalu vya Bwana wao, na wafu wakiwa wamezama katika korongo la chini kabisa la upotevu. Jua kwamba kila mtu ameumbwa katika mfano wa asili ya Mungu, kila mmoja akiwa msafi na mtakatifu wakati wa kuzaliwa kwake. Walakini baadaye watu binafsi watatofautiana kulingana na sifa na maadili au maovu watakayoyapata duniani humu. Ingawa viumbe vyote vyenye uhai katika asili yao halisi, kwa kuwa uwezo hutofautiana, vimeumbwa vikiwa katika daraja au cheo. Hata hivyo, kila mmoja huzaliwa akiwa mtakatifu na msafi, na ni baada ya hapo tu ndipo anaweza kunajisiwa. Sifa iwe kwa Mungu. Moyo wako unajishughulisha katika kumbukumbu ya Mungu. Roho yako inafurahishwa na habari njema za Mungu na umevutiwa mno katika sala. Hali ya sala ndiyo bora kabisa kuliko hali zote, kwa kuwa mtu hapo ndipo ambatana na Mungu. Sala kwa hakika hujalia uzima, hasa wakati itolewapo faragani na pengine wakati wa usiku wa manane baada ya kuwa huru kutoka shughuli za kila siku. Aya 72. Ewe mtumishi wa Mungu, usihuzunike kwa tabu na mateso ambayo yamekupata. Mateso yote na taabu yameumbwa kwa ajili ya mwanadamu ili kwamba aweze kuukata ulimwengu huu wa mauti, ulimwengu ambao amejiambatisha nao mno. Anapopatwa na majaribu makali na taabu, ndipo hali yake itanywea na atatamani ufalme wa milele, ufalme uliotakasika kutoka adha na taabu zote. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa mtu mwenye busara. Leo nguvu ziendeleazo za ulimwengu wa uhai ni nguvu ya ahadi ambayo kama mshipa mkubwa hupuma katika mwili wa ulimwengu wa nasibu na hulinda umoja wa kibahari. Wababa wameamriwa kusitawisha umoja wa jamii ya binadamu. Kama hawawezi kuunganika kuzungukia sehemu moja, wataweza basi kuleta umoja wa jamii ya binadamu. Kusudi la uzuri uliobarikiwa katika kuingia kwenye ahadi na wosia huu lilikuwa ni kukusanya viumbe vyote viishivyo kuzungukia kitovu kimoja, ili kwamba zile roho zisizofikiri, ambazo katika kila kipindi na kizazi zimekuwa sababu ya mafarakano, zisiweze kudhoofisha hoja. Kwa hiyo, yeye ameamuru kwamba chochote kile kitokacho kwa kiini cha ahadi ni sahihi na kiko chini ya ulinzi wake na fadhili, ambapo vingine vyote ni